so much. Welcome all of us. And expect God to bless you today. Hallelujah. And to our visitors, this is Christ Intervention Ministries. We usually have a banner here, but the guy who usually puts a banner, I don't see him present today. So we have one mission and vision is to know Jesus and make him known. That is the vision. Knowing Jesus and making Jesus to be known. Hallelujah. Because if you know him, you need to make others to know him. So knowing Jesus is very dynamic. We have known him as the one who breaks the curses. We have known him as the savior of our souls. We have known him as the fighter and caster of demons. Hallelujah. We have known him as somebody who makes people to rise from grass to grace, zero to hero. We have known him as an inspirer of innovations. We have known him as the miracle working God. He is very dynamic. Hallelujah. I always open up myself to God every time I meet people, to know what more could God be after the life of that person. So I'm not just going there for help only. I always carry myself as an ambassador of God. And an ambassador, the Bible says that a true ambassador brings healing in his nation. So I am always expecting God to speak to me. I was telling my wife this morning that God has even spoken to me times we are in the lift. I've just entered the lift and we have people there and God speaks to me about somebody. And you minister to somebody between first floor and third floor. Already you have ministered to somebody concerning something. So it's a life that you must develop. It's a work that you must develop intentionally and deliberately, that you are a vessel that God can disrupt what you are doing for his interests. But you must be ready to see that happen. Sometimes you'll tell some people some of these things and they will think like, this is not something normal. It did not start like that. I trained my spirit to do it. Hallelujah. I trained my spirit and I raised the expectation that anytime God can use me to understand things, not because we are in a church environment, not because there is a worship song going on, even in the noise in kind of an environment, that I can still hear him and I can still capture direction. Hallelujah. I like the life of, is it Philip, the one who was traveling in a chariot and he saw a guy reading the Bible and he asked the Ethiopian eunuch, are you understanding what you are reading? And he said, how can I understand unless somebody helps me to understand this? He is reading the Bible, the book of Isaiah, and he is not understanding. Can I tell you something? What you see in the scripture is more than what you read. There is a secret hidden behind it. And if you have the Spirit of God, God helps you to see beyond it. So I always find myself training every time to understand what the will of God is. I know I worship a sacred God. I was telling my wife this week that you know what? Sometimes I see myself outside me. I was telling her, let me tell you something about me. There are moments we are here and I'm in the presence of God and I see myself outside myself. It's like I'm seeing Ken seated. Yet I am seated, but I see myself outside myself. That could sound like a mystery. Brethren, it is possible to walk with God, but there is a training you must deliberately engage your spirit to learn. Why did Jesus say, learn from me? Because my yoke is what? It is light. Learn from me. Take the responsibility. Try to think about it. Wake up.
Watch me learn, become. Learning. We are learners in the kingdom of God. And every time there is something that God wants you. And my Father, you are sacred. You are our most sacred God. Help us that we may know the secrets of the kingdom. Jesus, you said to the heathen, they are hidden from your secrets, but to us it is revealed. What pleases you to speak to us today, God, let it come. Now I ask you, God, as we submit to your presence, may your word come in power of revelation, that we may enter into that dimension, God, that you want us to enter into in your relationship with you, my Father. We give you glory and praise. Amen. Hallelujah. I want to read a scripture. I'll read several as the Lord will guide me. I want us to have a scripture in the book of 1 Corinthians chapter 3 and verses 11. 1 Corinthians chapter 3 and verses 11. Hallelujah. Last Sunday I had promised to teach about the next dimension on understanding the spirit of divination, how it works, and how sometimes you might find yourself operating without your knowledge the traits, how to keep off or to stop that kind of an operation, so that we can operate in the genuine power and expression of God. Because God is not an imagination, because God is not a fake, because God is not a myth, we need to be real. We need to be true. We need to manifest it. Hallelujah. But allow me today to, first of all, I'm preparing that sermon, and I feel that I need some more time. Probably on Sunday, by the grace of God, I should be having it ready. I need to listen to God as well. I need to find every scripture that is going to help us to understand deeper about this. Yesterday we were in a function. My wife and Brother Frank was with us, and also the wife of Pastor Simon. And we were stopped somewhere at the petrol station, and we were just fueling. And there is this Somali guy who came selling things, and he said, "Pastor, this belt is good for you." And I asked him, "Who told you I am a pastor?" He said, "You are a pastor." And so Mrs. Pastor Simon was saying, that is the spirit of divination that we were talking the other day. It is speaking the truth, but not because it's the spirit of God. So I was telling her what has happened is that you have challenged, when you carry the presence of God, you challenge the authority around, and they begin to cause reactions in the realm of the spirit. So the vessel that is available at that time is inspired of that demonic force to find expression. And you think the person knows you. He is decoding from the realm of the spirit. Hallelujah. So the guy was speaking every big word you can talk about a man of God. And he told me, we know pastors. We know them. Even when you look at them, I thought it's, now I thank God, I had not even spoken. Maybe if I had spoken, he would have said he had the voice, they sounded like that one of a pastor. But the guy looks at this, he says, "Pastor, we know you. Tunawajuaga." Imagine. So I was there reluctant. Okay, you don't really argue much. But I knew. Because I find it happening many times. Now listen to me, and I was not even dressed like a pastor. So I was very casual. So I want to say this. We will study so much about that. Because if you submit to a spirit of divination because it has spoken something that looks like truth, if you submit to that authority, whatever intention that those spirits are sent to do, now you become a partaker.
but it is not you in the name of Jesus Christ. Hallelujah. So we shall go into the depths of that. And why am I teaching about this? Because Jesus talked about it. The disciples encountered it. The church of the prophetic, they fought with these spirits. The apostolic church fought with it. Even now it is happening. And the Bible talks about the word of God being intended to equip the church so that we can grow into the fullness of Christ Jesus, that we may understand things. Because next time you'll find these things happening and you think it's a time now to cooperate with this guy. He seems to understand that I'm a servant of God. But you need to discern. Hallelujah. You need to discern. Now, 1 Corinthians chapter 3 and verses 11. 1 Corinthians 3 verses 11. This is what the word of the Lord says. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, and hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he has built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burnt, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Know you not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Let no man deceive himself. If any man among you seems to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of God, or of this world, is foolishness with God. For it is written, He takes the wise in their own craftiness. Again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are vain. Therefore, let no man glory in men, for all things are yours. Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things pleasant, or things to come are yours, and you are Christ's, and Christ is God's. Hallelujah. Remember, Paul was talking about this when he was rebuking the church of Corinth, and he starts verse chapter 3 by saying that when I came to you, I could not speak to you as to the spiritual. Kuna watu unaongeanga na wao, lakini unaongea ukipima maneno kwa sababu ya kiwango chao. Na ni vizuri uelewe, wakati mwingine unaweza alikwa hata kuhubiri mahali. Unafaa kuelewa unafaa kuhubiri nini katika hiyo kind of a setup of people. Manake kuna mtu mnaweza keti chini muongee mambo fulani, bandara ya anjengeke awe confused, sababu kiwango chake kiko nini? Kiko chini sana. Na watu wa Mungu ni vizuri tuweze kuinua viwango zetu. Paulo anasema, nilitamani niongee na nyinyi, lakini singeongea na nyinyi kama watu wa kiroho, kwa sababu alirealize kuna utoto ndani yao. Manake wengine alikuwa anasema mimi ni wa Apolo, mimi ni wa pastor fulani,
mimi ni wa pastor fulani, pastor wangu ni apostle, pastor wangu ni prophet. Anapata watu wanapishania mtumishi ni nani, mtumishi wao mkubwa. Na Paul alisema hii ni ishara ya utoto wa mtu akiwa ndani ya Kristo. Manake kama kuna cha kupigania ni kupigania imani na kupigania kumjua Yesu zaidi, sio kupigania watumishi. Haleluya, tuko pamoja? So hapo ndio chanzo cha hii maneno. Na Paulo anasema ya kwamba mlionekana mkiwa na mwili mwingi. Akasema kulikuwa pia na envy. Kwa mfano hapa tuitwe na ndanda fulani tuende tu dedicate amejenga mansion. Alafu katika dedication tukishatoka hapo wewe unakosa usingizi. Yaani wewe unasikia kabisa hiyo Thanksgiving imekuteza. Kumaanisha kuna envy. Kama kabisa wewe ni mwili wa Kristo, mwili ni kama hiyo mwili wako. Have you ever celebrated when your toe was hurt? Did you celebrate? Did you celebrate when your finger was cut by a knife? Did you celebrate? I hope some of these examples are common. Nani hajawahi katwa na kisu hapa akitumia, yani you've never been injured by a knife? Nikusalute. Nani huyo? Yani you've never encountered a small accident using a knife. You did not like it. Every business of your body stopped because one finger has been hurt. Now, why did the business stop? To address that finger in the interest of one part of the body that has been hurt. That tells you your body is in unity. Otherwise, if it happened and you continued with everything without minding, I think one part of your body is not part of you. It is dead, it is paralyzed, and it needs life. Hallelujah. That is why the Bible, Paul was trying to bring it out that we, the church, we are a body built in Christ Jesus. He is the hand. And so Paul was telling Corinthians, this envy that you have, this can only come from watoto wa kiroho. Hii sio watu ambao wako ndani ya mwili moja, ni watoto ambao hawajaelewa tuko mwili moja. Na akaendelea kuongea mambo mengi, na hapo sasa akaingiza mambo ya foundation, mambo ya misingi, na akawaambia hivi, sikizeni, no one can lay any other foundation than one already laid, which is Jesus Christ. Hallelujah. Kumaanisha chanzo cha imani ya watu wote duniani, kama utasema ya kwamba wewe ni mfuasi wa Yesu, chanzo na msingi ni Yesu Kristo. Na ni Yesu Kristo namna gani? Kupokea kila kitu ambacho amesema kuhusu ufalme wa Mungu. Na ndio maana mimi hapo huenda Hendon na dini nyingi ambazo zilikuja zikajenga kama msingi kingine hapo kando, na wanajaribu kuweka simiti zishikane na hii ya Yesu, ndio yote ikae kama misingi ya ufalme. Na hiyo misingi imejengwa nyingi, na ndio maana kumetokea doctrine tofauti, na kila doctrine inaamini sisi ndio tunajaribu kuileta vizuri vile Mungu anafaa kufikiwa. La sana niliwaambia hivi, religion is man's attempt, the wisdom of man in action, attempting to reach out to God or to know God. The man formed a religion, but God is revealed. God is revelation, and that is why Jesus came as a revelation. Religion was never prophesied, but the revelation of the kingdom of God was prophesied by many prophets even before Jesus came. Hallelujah. Because the foundation of God, there is nothing else that can go besides that or under that. That is where we begin. Therefore, anything that does not align in the intentions of God,
in the intentions of Jesus, it is questionable. Doesn't matter how good it looks, doesn't matter how sweet it sounds, it is questionable. And Paul was warning them. The foundation should not be in who baptized you and who laid hands on you. It is Christ Jesus. Knowing Him, growing in Him, developing yourself in Him. The problem why sometimes, brethren, we stay in the same place without growing. Number one is we depend so much on the Sunday service to be like the day when you get everything about your life. I have bad news. Sunday service cannot give everything that you needed to be strong in the foundation of Christ Jesus. This is a place of trigger. It is a place of refueling you. It's a place of, igniting you to get deeper. Can I tell you something? If you are a believer and you don't have your own personal life that you submit to in reference to spiritual growth, you will not grow. True growth is usually done, or it happens when you have your own personal plan on how you want to develop from point A to point B. That is how you build a bigger capacity about yourself in God. Hallelujah. Sisemi kwenda kanisa haitasaidia, lakini hii kuja Jumapili na kwenda nyumbani, it is not good enough. Hallelujah. There is another place you need to enter by yourself, to dig deeper and understand the dynamics of the foundation of Jesus Christ. Hallelujah. There are things you need to warn yourself, and by the virtue of your personal discipline, you accept the warning and you change direction. That is a sign of maturity. If you can warn yourself certain things, if you can rebuke yourself and change, I salute you. You are good. But if always somebody must, correct you, somebody must direct you all the time, you have some journey to take concerning your spirituality. Are we together? And therefore, church, we have been having churches that are full of people who are waiting for pastor to come and do everything so that they can become everything that God wanted. Kuna tumaisha yako unafaa kuanza kutengeneza ya kivyako. Bwana asifiwe sana. Ya kivyako, ile unakaa na wewe na moyo wako na Mungu, unajifundisha, unajionya, unajiangalia kwa kioo, unasema hapa sitajipatia nguvu tena, hii ni mbaya na nimejionya. Listen to me, you Pastor Ken, this is bad, stop it from now. Na una apply self discipline. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengine, we can't discipline ourselves until we are disciplined from outside ourselves. Spiritual maturity, brethren, is when you are able to discipline yourself. Set patterns, set conditions, set parameters. Hallelujah. Sometimes there are things that you need to do and you don't even need to report to anyone. Inaweza kuwa kubwa lakini hiyo umefanya na ukamaliza. For the glory of God. That is maturity. Bwana Yesu asifiwe sana. And you know why we don't develop spiritually and we are not adapting to the foundation of Jesus Christ. It's because we don't know how to report ourselves to Him. Some of us here, until you come in this kind of an environment of praise and worship, you can never have yourself your own time. Hallelujah.
a pastor to carry that kind of a congregation that is waiting to meet God in a hall on Sunday. Actually, you should come. Paul was saying, when we meet, let one of you come with a psalm. Let's hear the psalm. Hallelujah. Sing it. Let it be a blessing. The other one, let him come with a scripture, word of revelation. Let the other come with a prophecy. But here we come and we are waiting for the pastor to come with a psalm, come with a prophecy, pastor come with a revelation, pastor leta. Hata mimi ninahitaji kugrow watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. When will I grow myself? Hallelujah. Mnanipata vizuri? By the way, kuna kiwango Mungu alianza kutuinua kama watu mlianza kusense. Kutoka mwezi wa September, kuna kitu Mungu alianza kufanya na sisi. And I believe when God begins to do that, he is on his way to commission people to higher levels. That is what God does. Hallelujah. There is a way things started changing. So, you need to have your time with God. Sio mapenzi ya Mungu kila wakati lazima mchungaji akutoe mapepo. Unatolewa mapepo Jumapili hii, next Sunday unatolewa mapepo, hiyo Sunday nyingine. By the way, hatukuitwa kuwa tunatoa mapepo from January to January. Hata wewe unafaa ukuje utuambie vile umeenda ukatoa watu wengine mapepo. Na hiyo ndio growth. Kwani ni lazima iwe ni wewe lazima uhudumiwe. Tunafaa tufike kiwango na sisi tusikie maushuhuda vile na wewe umeanza kuhudumia watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima, na hivyo ndivyo Yesu alifanya injili. Ya kwamba watu waondoke kiwango na waingie kiwango kingine. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Na hilo ndilo kanisa ambalo limekomaa. Wacha nikwambie kitu moja. Haiwezi kuwa kuja kwa Yesu ilikuwa tu ni mapepo peke yake. Kuna vitu mingi za kusoma katika ufalme. Yesu alifundisha kuhusu mapepo ndio, lakini kuna masomo mengi sana. Hii Biblia yote haijai mapepo peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii Biblia yote sio mapepo peke yake yamejaa. Hii Biblia imejaa vitu mingi. Imejaa kuhusu maono. Namna gani unaweza ukangojea vision yako hata kama imechelewa. Namna gani unaweza kutumia hekima na maarifa kujenga misingi. Namna gani unaweza bring up your family. Namna gani unaweza kuwa mwaminifu katika fedha. Namna gani unaweza kutumikisha mikono yako ufanye kazi, utoe baraka ya Mungu. Namna gani unaweza kutatua makesi kama zimetokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina mambo mengi sana. How to deal with the orphans, how to deal with the widows. All those are there. The casting out of demons is paramount, yes. It is an expression of the power of God against the kingdom of Satan. By the way, watu wengi ambao nimesikia mara nyingi wakisema ya kwamba wanafikiria ni mapepo inawasumbua, nilirealize hata mapepo iko mbali na kile kinaendelea. Walihitaji tu wisdom. Hallelujah. Sasa sikiza hapa kidogo ni quote story ya Solomon. Wanawake wawili wamelala, wako na watoto. Mmoja akaralia wake akaua. Wakati aliua, akaamuka akarealize mtoto wake amekufa. Akaamuka akapandilishana, akaweka upande wa ule mama mwingine. Wakaamuka asubuhi, akasema wako ndio alifanya nini? Ndio alikufa. Wangu ndio amebaki hai. Sijui namna gani hao watoto hawakuwa wanajulikana ati vizuri. Akasema hapana, hii kesi lazima iende mbele. Ikapelekewa Solomon. Wakati alipelekewa ile kesi, hakuanza kukemea mapepo. Na ni kama Solomon hakuwa na kipawa cha kufufua. Hiyo ya kufufua ni kama hakuwa nayo. Yake ilikuwa tu atatue kesi na maneno. Katika mawazo yake kwa msaada wa uwezo wa Mungu, akajua kuna kitu moja ambacho mama hawezi kusimama kuona kikifanyika. Mtoto wake awawe akiangalia na macho. Hata kama ni mwizi atapiga duru. Bwana asifiwe sana. Akasema haya, mtoto ni wa nani? Ni wangu. Wewe mama, mtoto ni wa nani? Ni wangu. Aliyekufa ni wa huyu. Okay, akasema sawa.
tutafanya hivi, leteni huyu mtoto. Akaletewa kama mtoto, nafikiri kalitolewa manguo zote, akashika kama mmoja hivi njoo na ile upanga yake, akasema hii kesi natatua saa hii, nitakatanisha mara mbili, kila mtu achukue upande wake. Mama mmoja akapiga tu akasema, "Oi, usikate. Mpatie tu are. Nikaonage tu, nitajuaga tu nikiwa mbali, kalikuaga kangu." Akaambia mama, kuja, huyu mtoto ni wako, chukua. Bwana asifiwe sana. Manake ule uzito hangeuvumilia mama. Alijua uchungu. Kitendo kama hicho ungempelekea, kesi kama hiyo ungempelekea Prophet Elijah, angeitisha panga akate. Angesema lete mtoto aliyekufa, anampiga tu pumzi kidogo, anamwambia chukua mtoto, iko sawa, enda na wako. Hata ule mama angeanza kusema huyu ndiye alikuwa wangu, haya basi apatie mwingine. So vipawa zinatofautiana. So unafaa uwe na wisdom kubwa ya Mungu kuelewa shinda gani inafaa kutatuliwa na njia gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuna mahali moja ninaona inakuwa si kitabu cha Yeremia ama ni wapi, sipendi kuquote sana ni wapi wakati siko sure, manake ni andiko lakini nimelisoma, unaweza ukaliangalia katika Bible. Mungu alikuwa anataka kupigana vita fulani, na katika ile mji Biblia inasema alisema kuenezwe uvumi. Bwana asifiwe sana. Kuenezwa nini? Uvumi. Spread a rumor. Na wakati hiyo rumor ilispreadiwa, jamaa katoroka mbio sana. Hakuna vita ilipiganwa. Kuambiwa tu unatafutwa na Masia ndio wametumwa kuja hapa. Unachomoka tu. Haleluya. So kuna misingi ndani ya Yesu ambayo tunafaa kuwa tumeweka. Tunafaa kunjenga on top of that foundation which is Jesus Christ. Meaning, kama kuna imani tutakuwa nayo, lazima ikubaliane na msingi ambao ni Yesu Kristo. Kama msingi ya Yesu inasema tuamini, na tukiamini itatendeka, wapendwa, tuamini. Kama msingi inasema ubatizo wa ukweli ni kuwekwa ndani ya maji mengi ambayo itakuwa inatestify kifo cha Yesu, na kutolewa tena mara ya pili ambayo inatestify ya kale amekufa, na sio mimi ninaishi sasa, bali ni Kristo Yesu anaishi ndani yangu. Wacheni tufuate hiyo msingi. Haleluya. Kama msingi inasema there is only one mediator between God and mankind, the man Jesus Christ, that is in Hebrews, let it be that way. Hiyo ndio msingi. Mambo ya kusema Mariamu, Mary mama yake Yesu, na wewe utuombee, hata yeye popote alikuwa anangojea siku ya kiyama, anangojea tu karumbeta kama wewe. Ni mama mzuri, ni mama wa ajabu. Najua tutamsalimia vizuri tukifika huko, lakini kwa sasa hana chochote cha kutusaidia nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila kitu moja najua cha ukweli, wako pale na akina Ibrahimu na akina Musa na wale wengine ambao walifanya kazi njema hapa duniani. Haleluya. Mtu akivuka ng'ambo ile hana uwezo wa kukuombea. Hata Yesu kama angefufuka, hatungekuwa tunamwaminia mambo sasa. Lakini kufufuka kwake ndio inatupatia msingi ya kuwa na imani ya kwamba tunaweza tukamwamini. Maanake hiyo ndio msingi ya imani ya Kikristo, uwezo wa Mungu mwenyewe. Haleluya. Ndio maana tunajua tukimuomba yeye yuko hai, atubahatishi. Sasa hii ya Mariamu, sijui mama wake Yesu, tuombe. Ataomba namna gani? Ataomba namna gani? Na by the way, mimi sio vile ninasema hafai kuheshimika. Anaheshimika vile tunaheshimu hata watumishi wengine ambao wameenda. Bwana asifiwe sana. Manake destination ni moja. Biblia inasema vizuri, katikati ya mabikira wengi umepata kibali. Kumaanisha kwa lugha nyingine, katikati ya watu wengi waliofaulu. Sababu watu wakifaulu wakiwa wengi, na tulikuwa tunataka mmoja, tunatumianga kibali. Kibali ni kama discrimination, unmerited appointment. Tunasema nyote mmefaulu, wacha tuchukue huyu. Maana tulihitaji nani? Mmoja. Kumaanisha
Hata kungekuwa na mwingine labda angekuwa anaitwa Jane awe mama wa Yesu, ni vile hakupata nini? Kibali. Ndio maana unaona katika unabii wa kuzaliwa kwa Yesu kulisemekana bikira atamzaa mtoto. Hakuitwa jina, huyo bikira kupewa jina. Manake hapo pengine ilikuwa ni siri ya nani? Ya Mungu. Hapo kwingine ni favor ifanye kazi, imwangukie mtu mmoja afanyike, ndiye atafanya hiyo kazi. Otherwise wengi walikuwa wamefaulu. Ndio maana sana inasema ulikuwa malaika akisema kwa katikati ya wanawake wengi umepata kibali. Haleluya. Kwa hivyo hapo si kusema hicho kibali kilimfanya awe mtu wa kuabudiwa ama mtu wa kutetea mbele ya Yesu. Hata siku moja Yesu anakwenda kufanya muujiza pale Kana ya Galili. Watu walikuwa wamekunywa mvinyo ile ya Kiyahudi, na ile ya Kiyahudi watu wa Mungu, watu wakikunywa hawakuwa wanaokotwa kwa mitaro, na hawakuwa wanakosa kanisani sababu ya hangover, na hawakuwa wanapoteza jamii sababu wameshindwa na maisha, na hawakuwa wanaenda broke sababu pesa imeishia kwa club. Hiyo ilikuwa inatumika kama worship ya heshima za Mungu. Ilikuwa na njia yake, haikuwa mbaya. Haleluya. Maana wengi wanatumia sana hiyo kama example ya kwamba hata Yesu alifanya nini? Alifanya muujiza ya kwanza kama pombe. Haikuwa ya namna hiyo. Na wakati alikuwa anachukua zile vibuyu, sijui Mariamu alikuwa ameenda kutoa idea gani. Manake anaenda kwa Yesu akasema ya kwamba ni mtoto wangu, lakini mimi nimetumika tu kama chombo na kazi yangu iliisha ile siku hiyo mtoto alikanyaga hapa. Akasijua anaanza kusema nini? Akamwambia, alimuita kwanza woman. You woman. Wewe si atunieleza vile nitafanya. Alimuita woman. So saa hiyo anaongea kama mtumishi. Wanasifiwe sana. Anaongea kama nani? Hakumuita mom. Hakumuita mom. Alisema you woman. Angalia vizuri utaona hiyo maandiko. Mtu mmoja aniangalie nisome saa hii. You woman. Wakati wa Kana ya Galili. So sisemi ya kwamba ilikuwa ya kumkosea heshima, lakini nataka kusema ya kwamba Mariamu alikuwa amefaulu kama watu wengine, na kama kabisa alikuwa mtu wa kuchukua mamlaka ingine zaidi ya kumleta Yesu. Kama hapo nafikiri angepewa kiti kidogo, angesema acha tusikie vile mama na advice. Unajua ni vizuri kusikiza mzazi. Wanasifiwe sana. So verse 4 of what? John chapter 2. Iko katika John chapter 2 and verse 4. Dear woman, why do you involve me? Jesus replied, my time has not yet come. Sasa sikiza vile Mariamu naye alisema his mother said to the servants, do whatever he tells you. Mama yake akaambia wale watu, nyinyi fanyeni vile atawaambia. Hii maneno si yangu. Manake nafikiri ile kuwa mama wa Yesu kidogo alikuwa anataka naye aoneshe participation. Huenda nia yake ilikuwa nzuri, lakini alikuwa anavuka viwango ambazo sio zake. Kulikuwa na boundaries. This was God in action, and you can't explain to God what God should do. We are the one to follow what God advises. Are we together? Nakaa nimekwaza mtu hapo, lakini nimekwaza kwa njia nzuri ya kusaidia. So hakuna msingi mwingine. Hiyo misingi ndio imeleta imani ambazo zinapeleka watu jehanamu. Sababu watu wanatafuta kile kitafanya mtu asikie vizuri katika moyo. Lakini Mungu anatafuta mahali ufalme utahubiriwa, ili siku moja tupatane milele na milele kwa uzima ambao hauna mwisho. Haleluya. Sasa siku nyingine ukisikia ikisemekana dini fulani sijui haifikishi maombi kwa Mungu, elewa ni kwa nini. Na Biblia imeonya sana kuhusu mambo ya kusujudia idol worship, including the worship of the dead. The worship of the dead. We worship Jesus because he is resurrected. Jesus died and resurrected. When we worship Jesus, we are not worshiping the dead. We are worshiping the one who has risen. Hallelujah.
And even today, if you go to the places where Mary was buried, you'll still maybe find the preservations. But when you go that place where Jesus was buried, the empty tomb is there as a testimony that Messiah Christ Jesus died but resurrected. Praise Jesus. That is a sound doctrine that we need to embrace. And let me tell you something. The moment you have removed the faith on the foundation, the true foundation of Jesus Christ, you cannot see the power of God. The power of God is only experienced on the foundation, which is Jesus Christ. That is a place to stand. Hallelujah. That is a place you can trust and challenge every witch doctor whenever you are sure that you are standing on that foundation and no witchcraft is going to affect you. Otherwise, God will not be true to his word. But I know God is always true to his word. Praise Jesus. Tunakamata hii maneno vizuri. Unaweza kuwa unasema Pastor Ken, mbona unaingililia dini yetu? Ukisikia unaongea hiyo sauti ni ya pepo inainuka sasa ya misingi ya kwenu. Mimi ninaongea ukweli. Vile watu wanasikianga misingi ikiguswa ni kile kiroho ambacho kiliwapanda hapo kinaanza kusema wacha kusikiza hii. Hata saa hii kuna mtu anasikia kabisa sifai kuendelea kusikia hii message kwa sababu inaleta uchokozi. Lakini sio uchokozi. Ndio maana unaona watu kama akina Jehovah Witness, scripture moja hapo wamepandisha, sijui ni Colossians ama ni Galatians, ati huwa kama inaonyesha kwamba Yesu aliumbwa, that Jesus was created. Hiyo nayo inatoa msingi wa uwezo wa Mungu, because the Bible says that Jesus Christ is the power and the wisdom of God. So when Jesus is removed from that foundation, that becomes a cult directly. Immediately that is a cult. You don't need to negotiate. Wanaweza wakanjenga kanisa nzuri, inakaa rembo. Ukiingia ndani unasikia kama ndio inaitwa kanisa. Manake watu wameleta worship ile ya kitraditional ya kwamba kanisa unaona ni building, unasahau wewe ndio ile kanisa. That does not qualify it to be a church. It is not the cross that qualifies a church to be a church. Ziko cult nyingi, ziko na misaraba mingi. Ndio unaona wanaumba vinyago, zinaweka pale mpaka watu wanainamia, sijui wanakizi hiyo kinyago, na mtu anatoka pale akiwa anakaa spiritual. Ati ya kwamba amencounter ati Yesu pale, sijui Mariamu pale, sijui nini pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, hakuna msingi watu wataweka hata wakiwa dunia mzima ambayo haitaweka Yesu mahali pake. Hata waimwagilie mafuta waseme ndio ya ukweli, it will never become truth. Haitawahi kuwa ya ukweli. Hiyo sio kwa kiwango cha mwanadamu, ni Mungu mwenyewe ameiweka hivyo. Ndio Paul anapigana sana na watu wa Corinthians, anawaambia tafadhali, sio mambo na kunipigania mimi na Apollo na nini. Msingi ambayo inawekwa ni moja, na hiyo msingi ni Yesu Kristo, na hiyo ndio mnafaa kufuata. Na kidogo akaanza kuambia mambo magumu kidogo. Ukisoma hapo mbele verse 12 anasema ya kwamba now if any man builds upon this foundation, which foundation is that? Gold. Anaongea kuhusu gold. If any man builds on this other foundation, gold, silver, precious stones, wood and hay, that one will stumble. Ukipanda misingi kwa misingi mingine, hata hiyo imejengwa na dhahabu, hata hiyo imejengwa na silver, ama imejengwa na mti gani ambayo inajulikana ndio very expensive, wacha nikwambie, misingi tunaongea juu yake sio physical misingi, ni msingi kuhusu imani ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna watu wagemegemea sana makanisa. Mimi sina shinda, hata sisi Mungu akitubariki tunaweza tukajenga cathedral kubwa ya kupendeza, lakini imani yako isiwe imetua kwa ile mjengo yenu. Hiyo mjengo wakati kanisa litanyakuliwa, ni vile watu wataonekana hawako tena duniani, watu fulani wale watakuwa
wamesimama vizuri na Jehova Mungu, na Antichrist akitembea hapa atapata hizo madhabahu zikiwa vile zilivyo. They will still be there. They will be monuments. They will be turned into monuments. Ndio maana Paul akaanza kuingia ndipa hapa, anawaambia hivi verse 13 ya kwamba kila kazi ya mtu itajaribiwa, na ni moto itajaribu hiyo kazi. Mimi sina haraka, nitangojea, maana kuna moto ya kujaribu. Hizi religion zote zimetokea za kuongoza watu kwa njia za kishetani. Kuna moto unakuja kupima hii mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe katika imani yako, sio kila kitu unafanya vibaya, lakini vitu zingine haujafika kiwango ya Mungu, hazijafikisha kilo ya kupitia moto na utokee pande ile hiyo kazi yako bado ikionekana. Maana kazi nyingine umeifanya na laziness. Kazi nyingine umefanya na bad motive. Kazi nyingine umeifanya ya Mungu, umeifanya lakini moyo wako haukuwa pale. Kwa hivyo kwa macho ya mwanadamu kazi inaonekana, lakini wakati itapitishiwa kwa moto, Paulo anasema utaokoa moyo wako, lakini utakuwa empty. Utauliza, zile magorofa zote nilijenga kwani zimechomeka? Kazi imekataa kustahimili moto. Nafsi yako tu ndio imebaki sababu bado uko ndani ya Yesu. Be very careful how you serve God. Be very careful how you worship God. What brings you to God? Is it because of your needs or first is because of worship? Hallelujah. What brings you to God? Ni nini kinakuletanga kumfuata Mungu? Kile kinakuleta kumfuata Mungu kina maana sana. Wakati mwingine mambo tunafanya hazijapepa standard za Mungu, kwa hivyo zitaonekana zikiwa nzuri katika dunia ya walio hai, lakini nakwambia yale kitabu cha Revelation kinasema hati wale wanakufa ndani ya Yesu, matendo yao mazuri itafanya nini? Itawafuata. Kuna watu wataonekana walifanya kazi, lakini pale atakuwa amesimama kiumanisoro pale, tunashindwa archbishop, bishop, apostle, prophet, si wewe ulikuwa mtu mkubwa? Ako empty, hana kitu, lakini atasema sawa, kazi imechomeka, lakini at least nimeingia mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kazi imeisha, lakini nimeingia katika ufalme. Ndio Paulo anasema ya kwamba wakati kazi itakuwa tested, ingine it will be burnt. The person will suffer loss, but he himself shall be saved. Hapo kunapatia mtu kapumziko kidogo. Bwana asifiwe sana. Nafikiri kutakuwa na moto mara mbili. Kuna ile ya kuchoma wale wako jehanamu, na kuna yule sasa, nyinyi ndio mmefaulu kuingia mbinguni. Haya, tupitie kwa moto sasa tupime kasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ya pili ya kupima nini? Kazi. Hiyo haitakuwa ya kuchoma wewe, hiyo tayari umeshakuwa umefaulu. Lakini hii ni ya kupima kazi. Unapitia pale, kwanza watu wengine wataonekana wakiwa wakubwa sana. Wataonekana wako na maumati zimewafuata maelfu. Wataonekana wamesaidia mayatima wengi, wamesaidia wajane, wamesaidia maskini, lakini hawako wakifanya na nia ya kiungu. Lakini hiyo sisi hatunjui. Funga hiyo mlango. Yeye ndiye anajua ya kwamba nia yake ilikuwa ya kuonesha watu kile anafanya, haikuwa nia ya kiungu. Lakini watakuwa wamesimama pale hivi na kitroza, anajaribu tu kutiatia njoo kidogo, sababu umati umengoja. Yule mtu mkubwa anataka kupitia kwa moto, akifikiri atapita hapo na mangorofa zake zote zitokee. Wengine hata nguo watakuwa mpaka nguo hawana, hata nguo zitakuwa zimechomeka. Anatoka pale akiwa vile alizaliwa. Anyway, ni imagination. Bwana asifiwe sana. Ile kazi ambayo unafanya, ile worship unapatia Mungu, ikipimwa leo itapita ama itaanguka.
Bwana asifiwe sana. Hicho ni kiwango kingine Paul alikuwa anajaribu kuhamisha watu wa Corinthians. Anawaambia hatutafuata tu na hatutapanda tu kwa hii msingi hivi. Tutahakikisha tunaifanya vile inafaa kufanywa, kwa sababu kuna reward ingine. Hallelujah. There is another word. There is another reward. Na ndio maana nataka uingiwe na hii mindset leo ya kwamba whatsoever you do, there is a reward waiting. Whatsoever you do, there is a reward waiting. The Bible says that in verse 13 that their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with the fire, and the fire will test the quality of each man's work. Quality, sema quality. We are going to worship God, and quality will be a factor. Quality will be what? A factor. We shall factor quality. Quality means we will not compromise the standards of God. Quality means there are certain things we will do to the glory of God even if nobody knows about it. Quality means if people must know, you know your intention is to glorify God, it will only be known just to teach some people a lesson so that maybe they can learn something good they can also do. Hallelujah. Oh, there is quality worship. There is quality. Kama ni pesa unatafuta, wacha kuwe na the quality ndani yake. Bwana asifiwe sana. Kama ni urafiki iwe na quality. Kama ni mawazo unawaza mambo fulani, kuwe na hiyo quality factor. The quality will be tested. Vile unalea watoto wako. Let me tell you, mtoto akiwa mdogo, hata umwambie kuna Mungu, imagination yake inakuwa kwa realm ya imagination. Ni the realm of imagination. Kabla aanze kupatana na encounter. And let me tell you something. Katika hiyo hali, you are like the God they know. Wewe unakuwa kama ndio yule Mungu anajua. Tell them to pray, they will pray. But they will pray out of a conviction, but they don't understand how or why. You are the person they will know more. You tell them to trust in God. Waambie unataka uombe Mungu akufanyie kitu fulani ama unataka mimi nikufanyie kama ndadi. Anasema mimi wacha nifanyie wewe ndadi. Wewe ndio ninaona. Wewe ndio ninajua sahihi. Wewe ndio unaweza nikakuona ukanisort. But the issues of faith, they will not learn after that. So you must raise your children with this quality of foundation. Let them come to know God because of you. Hallelujah. Let them know God. Watoto wa Eli walikuwa very wicked. The father was a preacher. The children were wicked. Walikuwa wanafanyia usherati kwa madhabahu na wanaendeleza mambo. Wicked. Hallelujah. Bring up your children in the fear of God. Tell them whatever you see about me, it came from God. Let them carry the imagination. In a few years time, God will give them an encounter. And even now God can give them a what? An encounter. Na wale wako kama mpaka saa hii wewe pia unaenda na hiyo imagination tu ati unafikiria. Brethren, niliwaambia nikianza ile kitu inafanya watu wengi wasiwe na encounter na Mungu na kuingia ndani yake. It's because there is a time, there is a life you have not developed between you and yourself and God. And that personal life, that closet of prayer, that closet of encountering Him is the one that makes all the difference. Are we together? So there is a quality of work. And for the 14 says that if what has been built survives, the builder will receive a what? A reward. I hope sio vile nakulasimishanga ukunje huku kuabudu. Unaweza kuwa unakujaga kila wakati and you don't miss. Lakini in your heart you know very well. Ni vile hutaki kukwaza watu. Hiyo kazi yako imeshaisha kitambo. Hiyo yako imeisha. Imeisha kitambo. Unafaa uanze kuja kanisani kuabudu Mungu ndio uanze kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana mambo ambayo unaambiwa ufanye kwa ufalme, unasikia ni kurasimishwa.
Inawezekana kuambiwa uwe katika wokovu ni kama unalasimishwa. Hiyo kazi imechomeka na ikaisha. Anza kujenga kazi ambayo itakufuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujenge kazi ya kudumu, kwa sababu kama itadumu, there is a reward. There is a what? There is a reward. There is a reward. That is why we see some people who suffered. They died as martyrs. They did not denounce Christ. They decided to follow him. Bwana asifiwe sana. You must follow the right way. This is the only foundation where we can build our lives. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, verses 16, Paul says that, don't you know that yourselves are God's temple, and that the Spirit of God dwells in you, in your midst? Sasa amewatoa kwa kanisa structural church, amewafanya sasa wao ndio wawe nini? Kanisa. Haleluya. Na hapo ndio hiyo kanisa sasa anasema lipandwe kwa msingi ambaye ni Yesu Kristo. Na mimi nakuuliza siku ya leo kama Paul, don't you know that God, the book of Psalms says that the earth is his footstool. Atoshai duniani ati ni akisema ni tumchukue vile anaweza kukalia duniani, ndiko hata miguu yake inakanyanga. Ati hata mbingu kubwa haiwezi kumtoshea. Hata uingie kwa shimo gani hawezi ukakosa uwepo wake. He is everywhere. But this God, as big as he is, that the earth cannot accommodate him, that heaven cannot really accommodate him, he can be accommodated in you. What a privilege. What a privilege. What a privilege for a huge God, a big God, to find a place in us that it is in us where he can fit. And then I start behaving the way I want. I start doing things the way I want. Listen to me. You are the temple of God. Even if this building was not here and we met somewhere under a tree, God will say, I have seen my temple somewhere seated at Uhuru Park under a tree. Hallelujah. He will say there was a church there. Let me tell you, there are people who have met today the way we have met, maybe in a better place even than this, but their presence is not registered. There are people right now, wherever they are meeting, like the people in Iran and Iraq, where Christianity is opposed, and in the caves, in Somalia, in the caves, secretly, and God is saying there is a church there. It might not be mega, but there is a church there. Hallelujah. And Paul is trying to explain how this temple should be respected. And he says this, if anyone destroys God's temple, they tried one to destroy it physically when Jesus was still here physically. When they entered a synagogue, because it was told it is to be the house of prayer, they started doing business there. It became Kakoromoni in Meru. It became Gikomba in Nairobi. It became Kidemo, Embu. I don't know where you come from, you know your market. What did Jesus do? He came physically with a whip. The Bible says he whipped them. Akaangusha kila kitu. Manjiwa zikafunguliwa zikapeperuka. They found their ways out. And he said, this is my Father's house, and my Father's house shall be called the house of prayer. If Jesus can do that on a physical temple, what about you, the temple that he expects to be the representation of God on earth? That is how we should perceive it. Hallelujah. Are we sinking deeper? Or we are floating? We are sinking deeper. So he says, if anyone destroys the temple, God will destroy that person. If
if anyone destroys the temple, God will destroy that person. Let me tell you something. Respect your body. Eat well-cooked food. Praise Jesus. That body is important. It is important to God. It is that body that God wants to show to people, using your body to manifest His glory. And how will that happen? He will use you through that body to perform miracles, signs and wonders. He will use you through that body to become extremely rich until people come to watch the person that God has blessed. He is going to use that body to help many people to do things that will bring Him glory. He is interested with that body. And that is why I believe when you pray for healing when you are sick, the power of God must fulfill the healing, because God is interested with your body as a healthy body. Hallelujah. So that gives us the access to know that God is very much willing even to heal us. Are we together? Lift up one hand, say, in the name of Jesus, anything that interferes with the temple of God, of whom I am, let it be destroyed now, in the name of Jesus Christ. Any sickness, any disease, any curse, any trouble, I stop you now from my body, which is the temple of God, in the name of Jesus Christ. I claim the blessings of God upon His temple, financial blessings, peace, and all manner of blessings. May they manifest in this temple now, in the name of Jesus Christ. Say, I claim the anointing of God upon this temple of God, the anointing to heal, the anointing to cast out demons, the anointing to walk in the presence of God. I claim it upon the temple of God, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. The Bible says that for God's temple is sacred, and you together are that temple. For God's temple is sacred, and you together are what? That temple. Hallelujah. I just want to conclude by saying this, brethren. Whatever is troubling your life, when you pray, I am sure God will hear you. Sometimes you need to approach God with this dimension of revelation and understanding, so that certain things can find expression and God manifests His power. Rise up in the mighty name. Open your mouth, speak to this mighty God. Tell Him that, God, make me your temple where I have forgotten. Tell Him to restore you as His temple. Open your mouth. Do you know God can walk with you? Do you know you can receive a manifestation? Do you know you can speak in new tongues right now? Do you know the Holy Spirit can release a gifting right now? Do you know God is interested with you? Do you know you can be the next billionaire? Do you know? Do you know? Do you know? Do you know you are the one that God will use to remove every shame that people have known in your life and family? Do you know all things are possible with God? Do you know God fights for His temple? God fights for His temple. God fights for His temple. Let us trust Him. Speak to Him. Shamayandoro boko seketara mayanda. Lilaya saka makandoro boko sakayandara babuzaya. Expect anything. Expect anything right now. God is touching your life. His presence is flowing. It is flowing all over in the internet, on YouTube, on Facebook, everywhere. This message
message is going. Receive the visitation of God. Stand with us. Yes, join in this prayer. God is doing it. God is doing it. How I long to walk in His power. How I long to see His manifestation. He is the Almighty God. I am His temple. You are His temple. God is interested with you. You are God's business. You are God's business. You are God's project. You are God's project. Take care of yourself. Mungu anataka kujidhihirisha kukupitia wewe. Mungu anataka uonekane kwa niaba yake. He has invested His presence in you. He has invested His life in you. He is God. God Almighty. Receive the glory. God Almighty. Receive the praise. God Almighty. You are the one that we trust, God. You are the one that we worship. Jesus, we welcome you to help us, God. It is a time to develop your own personal life with God. Ask God to help you to develop your life with Him. Oh, you need to develop a moment with Him. You must be disciplined to make sure you obey it. You do it. God is willing. God is willing. Jehovah is your name. Mighty warrior. Almighty Father, you have taught us your secrets and how much you are interested in us, O God, even going to the extent of investing your all you in us and making us your temple. O God, where we had forgotten and started destroying your temple of whom we are, forgive us, Master. And Lord, we want now to allow you to begin to move in us. Come on, open your mouth, tell God, I allow you to move in my life, God. I allow you to come and have effect in my life. I allow you to come and use me. I allow you to come and invest in me. I am your temple, God. Forgive me where I had forgotten. Lord, plant me in your foundation, where I will not be deceived, where I will prosper, where I will see the results of my faith. Oh God, take over. Heal me, God. I am your temple, where I need healing. Heal me now. Heal me psychologically. Heal me physically. Heal me financially. Heal me in my marriage. Heal me everywhere, God. I welcome you, God. I am your temple. I claim your blessings upon my life, oh God. For I am your temple. Brethren, let me tell you something. God is willing to do extraordinary using you. Mungu anataka kujidhihirisha, watu wamuelewe kwa sababu yako wewe. Na ninaona wewe ukiwa kamusi ya Mungu kueleza watu yeye ni nani. Ninaona wewe ukitumika kama explanation
kabisa. Kuna uwepo nasikia hapa na kuna vitu umebadilisha. Hebu ongea na Mungu katika jina la Yesu. Claim anything. If there's anything that is going wrong in your life, now begin to confront it. Claim everything shall be well. Claim it in the name of Jesus. For his power is here. For his presence is here. Mashakata rabakanda. Ramamama mazika. Tunapamoa. Shana yako tarabosi. Oh, tunapomoa ngome za mwovu shetani. Kore kena bakara babosi. Kuna urejesho mkubwa. Kuna urejesho mkubwa. Kuna urejesho mkubwa. Kuna urejesho. Kuna uwezo. Kuna watu wanabadilishwa. Kuna watu wanainuliwa. Oh, kuna vitu Mungu anafanya. Oh, kuna watu Mungu analeta kwa maisha yako. Watakuja kubariki the temple of God. Kuna mambo Mungu anabadilisha. Kuna uwezo wa Mungu. Kuna uwezo wa Mungu unaotenda kazi. Kuna uwezo. Nasikia uwezo ukikuja juu yako. Uwezo unakuja juu yako. Uwezo unakuja juu yako. Oh ya rababa shaka. Nasikia kwa moyo wangu ya kwamba kuna ungumu umevunjwa. Kuna ngome ngumu sana zilikuwa zimesimama kama miamba, zimevunjwa. Kuna upenyo unakuja ambao haukuexpect ya kwamba itakuwa haraka namna hiyo. Mimi ninaona Mungu akitetea tempo yake. Mungu anatetea tempo yake. Oh yes. Aibu yote ya Misri iondolewe kwenye tempo ya Mungu sasa katika jina la Yesu. Aibu yote iliyojulikana, isiyojulikana, iondokee tempo ya Mungu katika jina la Yesu. Oh, njia nyingi tumetafuta zikikosekana, Jehova Mungu amezifungua. Amezifungua. Itawezekana. Itawezekana. Baba, ni asante kwa siku ya leo. Asante kwa kutuzungumzia. Asante kwa ufunuo wako. Asante kwa uweza wako. Asante kwa kukumbusha mtu hapa ya kwamba haujamsahau. Wakati ujumbe ulikuwa unakunja na wakati umeomba, kuna watu Mungu ametia sauti anawaambia sijakusahau. Wengine Mungu amewaonyesha tu ya kwamba inawezekana. Wengine kuna ushawishi Mungu ametia ndani ya moyo. Yale maombi umesema saa hii mbele za Bwana, Mungu atayajibu katika jina la Yesu. Mungu wetu ni asante. Tumeelewa uko na haja kubwa sana na sisi. Ndio maana unataka kutupanda kwa msingi halisi ambao ni wewe Yesu Kristo. Fungua masikio yetu ya moyo, ya rohoni kuweza kukusikia Bwana. Mwongozo wako ndio utakao tuelekeza pazuri. Mungu wetu, tusaidie kukuelewa zaidi. Tusaidie kutengeneza maisha ambayo itasaidia kukomaa kiroho Bwana. Bwana, waliopigana na mambo mengi katika maisha wanashindwa kuyaacha. Sasa wameelewa ya kwamba Bwana sisi ni hekalo lako. Naomba neema ije juu ya kila mtu, ya kwamba kutakuwa na uwezo wa ushindi. Pokea sifa na utukufu. Tunaomba kwa ajili ya wale wanatusikia katika internet, kwenye YouTube, kwenye Facebook na kila mahali Bwana. Uwezo huu na upako huu Bwana uguze maisha yako popote ulipo. Pokea pia katika jina la Yesu Kristo. Ibada hii Bwana, najua itatoka matokeo makubwa. Kwa hivyo Mfalme, tunakuomba uweze kuandamana na sisi. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Situmpigie Yesu makofi jamani. Glory to Jesus. Hallelujah. Jesus is Lord. Ninaamini Mungu amezungumza na moyo wako. Mimi mwenyewe nimesikia Mungu amezungumza na mimi. Kabisa nimesikia sauti ya Mungu. Na katikati ya yale mambo nimesikia ni kwamba kuna miamba imevunjwa na kuna njia imetengenezwa. There is a way. Hallelujah. Clap to Jesus. Hallelujah. It is going to happen. It has happened. It is settled. It is done.
I believe you are offering lady and your tithe in case you came with it. And I want us to now bless the work of God with our tithes and offerings. You are using your maybe M-Pesa or giving using mobile money. Plus 254 720 968 638. Okay, that is my number. Plus 254 720 968 638. Please let us bless the work of God. If you are giving your tithe, I will ask you to stand here in front. In case you are far, you can always use the same mechanism, and God is going to bless you. And I know God Almighty is going to bless us. Hallelujah. There is none like our God. Our God is mighty. Libarikiwe jina lako, mfalme wa falme. Ewe Mungu wa Israel, imekupendeza ya kwamba tuwe hai na tuweze kukuabudu siku ya leo pamoja na sadaka zetu. Na inua matoleo haya Bwana, fungu za 10 mbele ya uwepo wako Jehova Mungu. Waliosimama hapa ni kwa sababu ya kuliheshimu jina lako na neno lako. Hivyo Bwana, natamka katika jina la Yesu, uwasababisha kusimama mbele ya mambo mengi. Sehemu wengine wanaanguka wasimame, sehemu wengine wafanikiwe sawasawa na neno lako Jehova Mungu. Wacha fungu lao la 10 liheshimike kwako Mungu. Wabariki na watende mema. Naomba pia kwa ajili ya sadaka ambazo tunatoa, Bwana kubali kuzipokea katika utukufu wako Jehova Mungu, na tunaomba utubariki sawasawa na heshima hii pia. Asante Mungu kwa sababu utafanya hivyo, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Let us come and give our offerings right now. Simameni tuweze kufunga kwa maombi ya mwisho. Mungu wetu ni mwaminifu. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya Christ Intervention Ministry Church Nairobi City, na tutaendelea kuifanya vile Mungu anataka ifanyike. Bwana asifiwe.